Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo ambao mnanitazama kutoka sehemu mbalimbali za dunia hii. Hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha na niwachanganulie yale yote ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra na nina ombi moja peke yake. Tafadhali, kama unanitazama kwa mara ya kwanza, piga subscription, alafu share kanda hizi. Wakili wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC, Revocatus Kuuli, ameweza kufafanua kuwa hakuna nchi yoyote inayoweza kukwepa uchunguzi kutoka mahakama ya ICC. Ameweza kuweka bayana, ameweza kulichanganua hilo, na akasema kwamba hata Samia hawezi akakwepa mtego wa kuchunguzwa. Na je, ni jinsi gani hii ambayo mahakama ya kimataifa ya ICC ya uhalifu ya mashtaka ya jinai ICC inaweza ikaanzisha uchunguzi kumchunguza Samia Suluhu Hassan na utawala wake kwa maafa makubwa ambayo yaliweza kutendeka Tanzania? Kulingana na huyu wakili, anaeleza kwamba mahakama hii ya kimataifa inayo mandate ya kuanzisha mashtaka kwa taifa lolote lile ambalo liko duniani. Kwa hivyo ameweka wazi kwamba hakuna taifa ambalo linaweza likakwepa mtego huu wa kuchunguzwa. Namba 2, ameeleza na kuchanganua kwamba ICC inaweza ikaanzisha investigation kutokana na pressure ya jumuiya mbalimbali ambazo zinaona uchunguzi unapaswa kufanywa. Kwa hivyo, iwapo mnataka Samia aweze kufunguliwa mashtaka, achunguzwe, lazima muhakikishe kwamba mnaweka pressure katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC. Pressure gani hii? Chukua kanda zozote zile ambazo uko nazo za maafa Tanzania, zile ambazo ziliweza kutokana na maafa ya maandamano Tanzania. Kama hauna, nitafute nikupee. Tafuta kanda zozote zile za maafa kutokana na maandamano ambayo yaliandaliwa Tanzania. Zile kanda ambazo zinaonyesha jinsi ambavyo wananchi waliweza kujeruhiwa kwenye maandamano Tanzania. Wengine waliweza kupigwa risasi za kifua, wengine miguuni. Muweze kutuma katika tovuti ya ICC. Hiyo ni mojawapo ya njia ya kuweza kuhakikisha kwamba ICC inaanzisha uchunguzi Tanzania. Yaani mnatia pressure. Mumaiona kipindi ambapo mpira umeweza kuisha pressure. Si huo unatia pressure ndiposa ule mpira uweze kukaa mgumu wa kucheza kandanda. Kwa hivyo, kama mnataka uchunguzi ICC, hakikisha kwamba mnatia pressure ICC. Mashirika mbalimbali yanatia pressure ICC, Samia aweze kuchukuliwa hatua. Mimi mwenyewe nimeandika zaidi ya barua 10 kuelekea ICC. Je, wewe umeandika barua ngapi? Mimi mwenyewe nimeweza kuambatanisha na video za mauti za waliojeruhiwa Tanzania. Wewe umeweza kuandika barua ngapi?
unasikia kila ambacho kinaweza kikafanya uchunguzi kufanywa ni pressure kutoka kwa wananchi na mashirika mbalimbali. ICC haiwezi kazuiwa kufanya upelelezi popote, uwe mwanachama wa Rome Statute ama usiwe mwanachama wa Rome Statute. ICC lazima itafanya uchunguzi iwapo itapewa pressure. Kumbuka kwamba chapter 7 ya UN Charter inawapa mamlaka Baraza la Usalama la Umoja wa Kimataifa kutaka ICC kufanya uchunguzi kwa taifa lolote lile. Kwa hivyo, maybe wengine msije mkafikiri kwamba Tanzania sio mwanachama wa Rome Statute. Kwa hivyo uchunguzi wa maafa hauwezi ukafanywa. United Nations kipengele cha 7 chapter 7 kinaruhusu uchunguzi kufanywa na ICC kwa taifa lolote lile. Na kuna watu wamependa kujua pia investigation inaanzishwa vipi na ICC katika nchi mbalimbali ambako kumefanyika uhalifu dhidi ya binadamu. Ofisi ya mwendesha mashtaka ICC inayo mandate ya kuanzisha uchunguzi yenyewe kutegemeana na hali iliyoona yenyewe. Lakini ofisi ya mwendesha mashtaka ICC pia inaweza ikaanzisha investigation kutokana na maombi ya jumuiya mbalimbali ambazo zinaona kuna kila sababu ya msingi kabisa kufanyike uchunguzi. Kwa hiyo ukiwa kuna maombi ya namna hiyo, pia ofisi ya mwendesha mashtaka itaanzisha upelelezi, na haizuiwi kufanya upelelezi katika nchi yoyote. Kama nilivyosema, kuna nchi wanachama. Kwa hiyo wewe unapokuwa ni mwanachama wa ICC, kimsingi mahakama hiyo inakuwa ni mali yako, wewe ni mwenye mahakama hiyo. Sasa itakuwa kitu kinashangaza kidogo kama wewe ni mahakama ya kwako ile na umesubmit kwake kwamba ukiwa kuna shida ina mamlaka ya kuja kufanya uchunguzi, alafu baadaye ukakataa, hautaki mahakama hiyo ifanye uchunguzi katika nchi yako. Ni jambo ambalo tunadhani haliwezekani, lakini pia halikubaliki. Ziko nchi ambazo si wanachama, na nimesema pia kuna nchi ambazo zinadhani kwamba ICC haiwezi kufanya uchunguzi dhidi yake kwa kutokuwa tu wanachama wa Rome Statute. Nimesema ile chapter 7 ya United Nations Charter inawapa mamlaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitaka ICC kuingilia kati na kufanya uchunguzi katika mazingira hayo. Kwa hiyo kimsingi sioni namna nchi inaweza kukwepa uchunguzi. Haipo namna nchi yoyote inaweza kukwepa uchunguzi wa ICC. Kwa hivyo madhumuni ya kuunda hii kanda, ninakuomba ewe Mkenya mwenye unanitazama, ewe Mtanzania mwenye unanitazama, ewe Muganda mwenye unanitazama, ewe Msomalia mwenye unanitazama, Mburundi, Mrwanda, Malawi mwenye unataka haki iweze kutendeka Tanzania, waliotenda unyama waweze kuwajibika, lazima uhakikishe kwamba unatia pressure
katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC. Jinsi ambavyo huyo wakili wa mahakama ya ICC Revocatus Kauli ameweza kuchanganua. Kama mimi Bwana Ezra, ninataka wale wanyonge wa Tanzania ambao waliweza kuumizwa kwa namna moja au nyingine na utawala wa Samia kipindi cha maandamano, ninataka kabisa ule ukandamizaji ambao Samia ameweza kupanda kwa Watanzania haki iweze kupatikana. Nimeweza kuandika barua zaidi ya 10 kuelekea mahakama ya kimataifa ICC, nikiambatanisha na video za mauti na za majeraha kutoka Tanzania, video ambazo askari polisi au askari jeshi wa Tanzania waliweza kutumia mtutu wa bunduki, waliweza kutumia risasi za moto kuweza kutekeleza unyama Tanzania. Je, wewe mwenye unanitazama umeweza kuandika barua ngapi? Kumbuka kwamba huyu ameweza kutueleza presha ndio inaweza ikafanya ICC kuanzisha uchunguzi. Hebu jaribu kuleta presha. Mimi nimeweza kutuma barua, na wewe na kutaka mwenye unanitazama, ukimaliza kunitazama, kama hauna linki ya ICC nitafute. Kama hauna video ambazo unaweza kuambatanisha nitafute, tuweze kuhakikisha kwamba utawala huu unawajibika kwa mateso na mauti ambayo waliweza kusababishia Watanzania. Asante sana kwa kunisikiliza.